ili tufike huko. Lakini dira hii inatuambia kwamba utekelezaji wake katika vipindi vya miaka mitano tunavyoikata, 22% ya utekelezaji wa dira hii utafanywa na serikali, 70% ni sekta binafsi na wadau wengine, na 8% ndio mashirika ya umma. Kwa lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na practices zetu au ufanyaji wa mambo yetu kwenye kodi. Lakini pia ripoti hii imekabidhiwa kipindi ambacho dunia inapitia mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, kiuchumi na kisiasa. Tunashuhudia ushindani wa kiteknolojia, migogoro ya kiuchumi na kibiashara baina ya mataifa makubwa, mabadiliko ya mikakati ya biashara za kimataifa, ikiwemo mwelekeo wa mataifa kuhamishia uzalishaji karibu na masoko. Soko kubwa yako huko, wanasema nini, kusini kwa dunia, sio? Afrika na wenzetu tulioko huku. Kwa sasa wazalishaji wakubwa wanasogea karibu na masoko. Sasa masoko na yenyewe lazima yawe responsive, tubadilike, tuwapokee, tufanye nao vile inavyotakiwa ili waweze kuzalisha, wao wapate na sisi tupate. Aidha, changamoto za nishati, mabadiliko ya tabia nchi, siasa za kidunia, migogoro ya kikanda na vyovyote vinaathiri kwa kiasi kikubwa mtiririko wa upatikanaji wa mitaji, uwekezaji na mnyororo wa ugavi duniani. Kwa lazima kama Tanzania, kama nchi, lazima twende na mtindo huo, twende na dunia inavyokwenda. Katika mazingira haya ya uchumi wa dunia, mazingira mapya, New World Economic Order, nchi zinazoweza kunufaika au kufanikiwa ni zile zenye sera thabiti na zinazotabirika za kiuchumi, kiuwekezaji na kibiashara, pamoja na mifumo imara ya kitaasisi na usimamizi wake. Aidha, matumizi ya rasilimali za ndani katika kujenga uchumi wa nchi ni nguzo muhimu kwa wakati tulionao, na ndio maana tunasema tukusanye zaidi ili kwa kiasi kikubwa tufanye mambo yetu wenyewe kwa makusanyo yetu. Katika hatua nyingine, mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira, na huko ndiko tunakoelekea. Ndugu viongozi na wananchi, katika miaka 4 iliyopita tulichukua hatua zinazolenga kuimarisha ukusanyaji mapato ya serikali, na hapa nipongeze Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kabla kubadilika kwake.